Waziri Benjamin Netanyahu hivi karibuni amekuja mbele ya makamera na akijivunia kwamba Israel wamenunua mtandao wa TikTok. Hii akiita moja ya silaha kubwa katika safu yao mashambulizi. Sasa nataka nikuulize, hivi wewe ulidhani TikTok ni mtandao wa burudani tu? No, you are very wrong. TikTok sio tena mtandao unaohusiana na burudani, bali TikTok umekuwa mtandao unaotumika kama silaha. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amethibitisha hayo. Huwezi kupigana leo kwa panga. Lazima tupigane na silaha zinazotumika kwenye uwanja wa vita ambao tunashiriki, na muhimu zaidi ni mitandao ya kijamii. TikTok namba 1. Hatimaye, Marekani imelazimisha TikTok kuuza shughuli zake za Marekani baada ya miezi kadhaa ya shinikizo la kisiasa. ByteDance, kampuni inayomiliki TikTok, imekubali kupunguza hisa zake na udhibiti wa mkono kwa bodi inayoongozwa na Marekani na wachezaji wake, kampuni ya nguvu ya Oracle na washirika wake. Oracle, kampuni ambayo awali ilianzishwa kusimamia hifadhi data za CIA, sasa hivi ndio iliyoshikilia funguo ya TikTok kwa wakazi wa Amerika. Katikati yake ni bilionea mwanzilishi Larry Ellison. Mnamo mwaka 2017, Ellison alitoa dola milioni 16.6 kwa marafiki wa kikosi cha ulinzi cha Israel, kilichoripotiwa kama mchango mkubwa zaidi wakati huo. Wakosoaji wanasema unyakuzi huu sio tu kuhusu usalama wa taifa, ni juu ya kudhibiti masimulizi, na kampuni ya Oracle inayosimamia sio tu data wanayoshikilia, lakini algorithm yenyewe. Algorithm ni mfumo usionekana ambao huamua nini kiende viral na nini kitoweke. Huku wanakampeni wakionya uidhinishwaji wa TikTok, ambapo sheria za usimamizi zinaweza kugeuza jukwaa kwa niaba ya Israel kunyamazisha sauti za Wapalestina ambazo tangu Oktoba 23 zimekuwa muhimu katika kufichua vita vya kimbari vya Israel dhidi ya Gaza, kilichoanza kama pambano kati ya Washington na Beijing kuhusu data kimegeuka kwa kitu kikubwa zaidi. Vita dhidi ya udhibiti wa masimulizi na ni nani anayedhibiti mazungumzo ya kimataifa kuhusu Palestine.